أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كافها يا عين صاد. ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. صدق الله العلي العظيم. Zangu Waislamu, kitu cha kwanza tumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kutupa taufiki na uhai tukakutana tena katika darsa yetu ya kila siku ya juma baada al-maghrib, baada ya kutoka utla ya mfungo sita, na leo tumerudi. Pia tumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, mada tulokuwa nayo ya kuhusu maudhui ya al-Isra wal Mi'raj tulikamilisha kwa kile kiwango ambacho Mwenyezi Mungu alituwezesha. Kawaida katika darsa hii ya juma huwa mara nyingi tukitaua sura maalumu, na hasa zile sura ambazo za soma sana na watu. Tulifasiri katika miaka iliyopita sura tofauti za juzu ya amma kama suratul Fatiha na nyinginezo. Pia tukafasiri suratu Yasin, suratul Kahf, suratu Yusuf, suratul Rahman na kadhalika. Baada ya maombi ya maratibu, tulitoka kwenye mfumo huu wa kufasiri sura kwa sababu ya maudhui ya Isra na Mi'raj yaliombwa tuyape nafasi na kuyaelezea kwa upana zaidi. Mwaka huu wa 2019 nimetagua kuanza na suratu Maryam. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akiwa atatuwafikia na atatupa uhai kuendelea nayo. Suratu Maryam ni sura ya 19 katika mtungo wa sura za Qur'an, yani katika taratibu ya sura za Qur'ani, namna zilivyopangwa katika mswahafu, sio namna zilizoteremka. Namna zilivyopangwa katika mswahafu, suratu Maryam ni sura ya 19 na ni sura iko katika juzu ya 16 katika juzu 30 za Qur'ani. Sura hii yajulikana kwa ina la suratu Maryam, na Maryam anayezungumzwa hapa ni As-Sayyida Al-Adhra
As-Sayyida Maryam, mamake Nabii Allah Isa alayhi assalam. Na ukifuatilia sura za Qur'ani zote katika majina yake, twaweza kudai kwamba sura hii ndiyo sura ya kipekee iliyoitwa kwa jina la mwanamke. Ndio sura pekee yake. Iko sura kwa jina la wanawake kwa jumla, maarufu suratun nisa. Sura an-nisa ni wengi wa wanawake, lakini ninachokusudia mimi yani sura iliyoitwa kwa jina la mwanamke maalumu anayejulikana, sio wanawake kwa ibham, ni sura peke yake iliyoitwa kwa jina hili. Ingawa kama tutakavyokuona siku zitakazokuya, ndani ya sura hii kumetajika watu wengi watukufu, manabii wakubwa kama Nabii Allah Yahya, Zakaria, Ibrahim, Ishaq, Yaqub, Idris, Ismail na wengineo. Wote wametajwa ndani ya sura hii, ambapo ilikuwa yawezekana kuitwa suratu Ibrahim, kuitwa suratu Idris, kuitwa suratu Ismail, kama mara nyingi majina ya sura yatukuliwa kutoka mambo yaliyoko ndani ya ile sura yaliyotajika, kama suratul Baqara mathalan, kwa sababu ya kisa cha ng'ombe ikaitwa suratul Baqara, kama suratul Fil kwa sababu ya kisa cha nani, ashabul fil na kadhalika. Lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alitagua katika majina yote yaliyotajika ndani ya sura hii, alitaua ina la nana Maryam alayha salam. Kwa nini? Kwa hikma gani? Yawezekana siri aijua yeye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, lakini mbali na mitumi waliozungumziwa ndani ya sura hii na watu watukufu, kisa cha nana Maryam na hususa katika kumzaa Nabii Allah Isa ilikuwa si tukio la kawaida, ni miujiza ambayo ilistahiki kubakishwa, na ndipo sa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akalitukua ina la Maryam. Baadhi ya wanazuoni watuambia sumiyat bismil mar'ati tahira. Sura hii imeamkuliwa kwa ina la mwanamke msafi, allati ashat al-imana fi tufulatiha wa shababiha, ambaye aliishi maisha yake yote katika hali ya kiimani, sawa katika utoto wake na hata katika ubarobaro wake. Na Mwenyezi Mungu hakumtaja jina lake Maryam hapa tu katika sura hii, suratu Maryam, bali ukienda katika suratu Ali Imran, Mwenyezi Mungu amemzungumza kwa jina lake, aya ya 42. Mwenyezi Mungu ametaja wanawake katika Qur'ani, lakini hakuwataja kwa majina. Ametaja mkewe fulani, amelifinika kwa ina la mraa. Hata wake za mtume hakuwaita kwa majina, aliwaita ya nisaan nabii lastunna ka ahadin minan nisa. Lakini katika suratu Ali Imran Mwenyezi Mungu atuambia wa idh qalatil malaikatu ya Maryamu inna Allaha astafaki wa tahharaki wastafaki ala nisa'il alamin. Maryam, malaika ndo walonena. Waliponena malaika ya Maryamu, Maryam, hakika Mwenyezi Mungu amekutaua wewe na akakutakasa, akakutahirisha
na akakutagua kuliko wanawake wa ziumbe pia. Katika suratu Tahrim pia aya ya 12 Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuambia wa Maryam ibnata Imran. Wa Maryam amelitaja jina lake moja kwa moja. Wa Maryam ibnata Imran allati ahsanat farjaha fanafakhna fihi min ruhina wa saddaqat bikalimati rabbiha wa kutubihi wa kanat min alqanitin. Amemsifu Maryam binti Imran kwamba kwanza, sifa ya kwanza ni sifa ya ifa. Aliweza kulinda uke wake, hakufanya machafu aina yoyote, na ndio maana ya ahsanat farjaha, alidhibiti uchi wake. Na hili hutumika ni kinaya cha mtu ambaye hafanyi uchafu wowote wa zina. Hata katika baadhi ya aya tuambia wal muhsanatu, ni wale wanawake wanaolinda nafsi zao. Ahsanat farjaha, lakini sisi tulimtia ruhu yetu, yani Nabii Isa. Imeitwa suratu Maryam kwa jina la Maryam kwa kubakisha mazazi ya kimiujiza. Je, ina hili lililopewa sura hii latoka kwa Mtume sallallahu alayhi wa sallam, ama latoka kwa masahaba, ama kwa watu, yani maulama? Sababu sio maina ya sura yote yamekuja kwa hadithi. Kuna mengine ni itifaqi ya ulama. Kujibu suala hili amepokea Tabrani katika wapokezi wa hadithi, watungaji wa zitabu maarufu za hadithi. At-Tabrani na wengineo na zitabu zingine, sio Tabrani peke yake, amempokea bwana alikiamkuliwa Abi Maryam. Na hii Abi Maryam pia si kwa sababu ana kijana. Hili jina la Abu Maryam linatokana na kisa cha nini? Cha suratu Maryam. Abi Maryam asema ataitu nabiyya sallallahu alayhi wa alihi wasallam, nilimwilia mtumi, rehma na amani zimshukie yeye na ali zake. Fakultu ya Rasulallah, nikamwambia ewe mtumi, innahu wulidat liya laylatu jariya, usiku huu ambao mimi nimekuilia wewe nimeruzukiwa kijana wa kike. Yani mkewe amefanya nini? Amezaa. Na kijana ni nani? Ni mwanamke. Baada tu ya kuzaa yeye akakimbilia kwa nani? Kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, baba wa kijana. Faqala, Mtume akamjibu akamwambia, walaila, na usiku huno ambao wewe nena mke wako amezaa kijana mwanamke, na mimi nakupa habari yangu, walaila, na usiku huno unzilat alayya suratu Maryam, ndio usiku nimeteremshiwa suratu Maryam.
ambao hapa katika hadithi wapata moja kwa moja kwamba bwana mtume ameipa jina gani? Suratu Maryam, ameitaja moja kwa moja, unzilat alayya suratu Maryam, nimeteremshiwa suratu Maryam, fasammiha Maryam. Kwa hivyo nenda ukamwamkue binti yako jina gani? Maryam, kutabaruku na usiku huwa leo ambao ndio usiku ilioteremshwa, yani amezaliwa wakati na suratu Maryam yafanya nini? Yazaliwa pia, yani yateremshwa. Fasammiha Maryam, ndio waendelea hadithi atuambia, fakana yukanna aba Maryam washtuhira bikunya. Kutoka siku hiyo ndio naye akaitwa nani? Abu Maryam, na ikawa ndio kunia yake aliyo maarufu nayo. Kwa hivyo tuwapata katika hadithi hii aliyoipokea At-Tabrani na wanazuoni wengine kwamba sura hii kupewa ina la Maryam natoka kwa nani? Kwa bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Suala la pili, je, sura hii ina lingine? Sababu ziko sura katika Qur'ani zina maina mawili, matatu au zaidi, kama suratul Fatiha. Kuna watu waiita al-Fatiha, katika majina ni alhamdu, katika majina yake ni as-sab'ul mathani, pia ni katika majina yake wengine waiita Fatihatul Kitab wa kadhalika. Je, suratu Maryam iko na ina lingine lisokuwa Maryam? Amepokewa Ibn Abbas akitumia ina la kaf ha ya ain sad kujiita sura hii, badala ya kujiita suratu Maryam. Mara nyingine Ibn Abbas alikinena suratu kaf ha ya ain sad. Na hivyo imetajwa katika Sahihul Bukhari katika kitabu tafsir. Katika Sahihul Bukhari mwisho kuna mlango ameutia au kitabu akiita kitabu tafsir, azungumza baadhi ya hadithi zinahusu tafsiri al-Qur'an. Ameielezea katika suratu Maryam kwamba jina lake sura hii yaitwa suratu kaf ha ya ain sad, lakini baadhi ya wanazuoni wakataa ina hili, wasema ni ijtihadi ya Ibn Abbas na ni ijtihadi ya Bukhari. Na mmoja katika wanazuoni wakubwa wa masala ya ulumi al-Qur'an na ufuatiliaji wa mambo haya ni al-Imam Suyuti. Al-Imam Suyuti katika kitabu chake kiamkuliwacho al-Itqanu fi ulumi al-Qur'an, katika kuzieleza sura wakieleza kila sura maina yake. Alipofika katika suratu Maryam akaeleza kwamba hizi ni katika zile sura ambazo zina ina moja peke yake, nalo ni neno la Maryam. Hakuzungumza kabisa masala ya kaf ha ya ain sad. Hii ndio suratu Maryam, mpangilio wake katika Qur'ani kama nilivyowaambia ni sura ya 19, iko juzu ya 16, aya zake ni 98 takriban, aya zake zote ni aya 98. Mahala ilipoteremka, kienda katika mswahafu sasa hivi utaona watakwambia ni Makia, ni katika sura za Maka, na yoyote mwenye kuipitia mazungumzo ya suratu Maryam ataiona si mazungumzo ya Madina, ni mazungumzo ya Maka. Pengine utaniuliza, kwani kuna mazungumzo ya Maka kuna na mazungumzo ya Madina? Wanazuoni wanena aghlabu sura za Maka huwa zazungumzia mambo ya kiitikadi,
mambo ya kuthibitisha Mungu, kiyama, na mara nyingi yatumia mifano ya umma uliopita, zisa za mitumi katika kufafanua mambo ya kiitikadi. Na ukiipitia suratu Maryam takriban yote utaipata iko katika msuko huo na msururu huo, isipokuwa baadhi ya wanazuoni wanena aya 2 peke yake katika suratu Maryam. Miongoni mwa aya 98 toa aya 2, yani aya 96 zimeteremka Maka, aya 2 zimeteremka Madina. Aya ya 58 ambao tukifika katika kuifasiri tutaeleza kwa urefu mambo haya, aya ya 58 na aya ya 71, aya ya 58 na aya ya 71. Maulamai watuambia aya hizi ziliteremka Madina, yani ni madania, si makia. Sababu ya kuteremka suratu Maryam, umeeleza suratu Maryam jina lake, idadi ya aya zake, mahala ilipoteremka. Kitu cha 4, iliteremka kwa sababu gani? Kama sura kamili kwa jumla sikuona katika kupitia kwangu zitabu kadha wa kadha za tafsiri zikieleza sababu ya jumla ya kuteremka suratu Maryam. Naam, wameelezea sababu ya baadhi ya aya zilizoko katika suratu Maryam, baadhi ya aya, na sisi tuelewa kwamba hizi sura, hususan hizi sura kubwa, hazikuwa zikiteremka kwa siku moja yote sura. Pengine sura ilikuwa ikiteremka aya 5, baada ya muda ikiteremka aya 10, baada ya muda aya 2, kulingana na matukio. Sasa mtawapa mfano baadhi ya aya ambazo waelezea wanazuoni kwamba zilikuwa na sababu. Sura haina sababu kwa jumla. Mfano wa kwanza ni aya ya 64 katika suratu Maryam, inaonena wama natanazzalu illa biamri rabbika lahu ma baina aidina wama khalfana wama baina dhalika wama kana rabbuka nasiya. Hii ni aya ya 64 ambayo yazungumza masala ya kuteremshwa wahi, na kwamba wahi hauteremshwi ila kwa amri ya nani? Ya Mwenyezi Mungu. Sio huteremka wakati watakapo watu, bali huteremka wakati atakapo nani? Mwenyezi Mungu. Ndio atuambia wama natanazzalu illa biamri rabbika. Sasa baadhi ya maulamai, al-Imam Bukhari pia ameelezea haya, wadai kwamba sababu ya kuteremshwa aya hii ni wakati masahaba kupokea kwa Mayahudi, wengine wanena walikwenda kumpekea baadhi ya suala tu, wakamuuliza kuhusu ashabul kahfi ni nani, wakamuuliza kuhusu Dhulqarnain ni nani, na ndio utaona wayasalunaka an Dhulqarnain, wakamuuliza kuhusu ruhu ni nini, qiyaman lini, wayasalunaka anir ruh quli ruhu min amri rabbi. Sasa Bwana Mtume akamwambia nitawajibu wanavodai kwenye, tawajibu kesho. Wahi ukachelewa kushuka. Waliporudi wale siku ya pili kutaka majibu, kawa sababu Mtume hayui masala ya ashabul kahfi mpaka ambiwe na wahi, hayui masala ya Dhulqarnain mpaka ambiwe na nini? Na wahi. Kukaanda mizozo sasa, kawaida ya na wenye shaka wakaanza shaka na nini. Sasa ndio watuambia ikateremka aya hii kuwajibu kwamba wama natanazzalu illa biamri rabbika. Wahi hauteremshi kwamba wewe watakaoteremshwe kesho ama nyinyi mtakaoteremshwe kesho teremka. La, kuna mipango ambayo Mwenyezi Mungu aielewa. Haya ndio madai wanaodai.
Aya nyingine wanaozungumzia sababu pia ni aya hiyo, ni 64, ni aya ya 66. Yasemaje aya ya 66? Wa yaqulu al-insanu a idha ma mitu la sawfa ukhraju hayya, anena mwanadamu, kweli mimi nikishakufa nitatolewa tena niwe hai? Watuambia kwamba aya hii kama anavyozungumza Al-Kalabi iliteremka kwa bwana wa Quraysh, katika wapinzani wakubwa wa bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, ayulikanao kwa ina la Ubay ibn Khalaf. Ubay ibn Khalaf, huyu Ubay ibn Khalaf ilipokuwa kwa zungumzo masala ya watu kufufuliwa siku ya Kiyama baada ya kwamba mwili ushaoza, alikwenda mustahzian bi kalamillah, kwenda kwa mtume akifanya stihzai, akimfanyia shere na akikanusha suala la mtu kurudi baada ya mauti, kama ile kwenye suratu Yasin ile, wa dharaba lana mathalan wa nasiya khalqa. Na huyu naye alikwenda, wengine wasema alikuwa ametukua baadhi ya mifupa imezooza ya maiti, akenda akamwambia mtume sallallahu alayhi wasallam, ya Muhammad, anub'athu ba'da ma namut, hali hiyo atakutuambia sisi tutafufuliwa baada ya kuwa tumezie kufa? Mwenyezi Mungu akaiteremsha hii aya akituambia wa yaqulu al-insanu, insanu anakusudiwa hapa ni nani? Ubay ibn Khalaf. Wa yaqulu al-insanu a idha ma mitu la sawfa ukhraju hayya. Aya nyingine ni aya ya 77. Aya 77 yasemaje? Afara'aita alladhi kafara biayatina wa qala la utayanna malan wa walada. Umemuona yule mtu aliyokufuru, aliyokanusha aya zetu na akanena nitapoa mali na nini na zijana. Hii maarufu, huyu As aitwa Al-As ibn Wa'il, wa mtu tajiri sana As-Sahmi, na alikuwa ni mtu ana vijana wengi, na alikuwa adaiwa na mtu maskini. Ajabu, maskini amdai nani? Tajiri. Anayemdai yote mwamuelewa, ni katika maswahaba maarufu walikuwa wanyonge na walioteswa sana, Khabbab ibn al-Arat. Khabbab ibn al-Arat alikuwa amdai As, kila akienda ampe deni yake. As amwambia kesho kutwa, kesho kutwa, mpaka akamwambia siku moja, ukitaka nikulipe deni yako mpaka uritadi, utoke kwenye Uislamu, nitakulipa deni yako. Katika tarikhi amenukuliwa maneno haya akinena, la aqdhika hatta takfura bi Muhammad, sikulipi deni yako mpaka umkufuru nani? Muhammad. Akamjibu Khabbab akamwambia, la akfuru hatta tamuta wa tub'atha, sitakufuru mpaka wewe ufe na ufanye nini? Ufufuliwe. Akamjibu As kwa njia ya istihzai, watuambia, amwambia mimi, angalia kibri yani hata kama kutafufuliwa kama kina nyinyi kina Khabbab, na mimi bwana mkubwa wa Quraysh, senti zote zilizonazo sitamuonga tu Mungu. Alikuwa lugha nyingine yani, mimi amwambia idha mitu thumma bu'ithtu jini, ndo siku hiyo basi. Kwa nini? wasayakunu li malun wa waladun fa'utik, takuwa na mali pia siku hiyo. Mwenyezi Mungu akateremsha hii aya, afara'aita alladhi kafara biayatina wa qala la utayanna malan wa walada, yani la utayanna mustakbali, si kwamba yeye tayari anayo, kwamba hata siku ya kiyama akifufuliwa yeye atafufuliwa ni nani? Ni tajiri. Kwa hivyo kukiwa kuna mjadala yoyote atayamaliza mambo. Kwa nini? Kwa pesa alizonazo. Mwisho, hii ni mifano, sitaki kuzieleza zote. Katika aya ndani ya suratu Maryam zinazodaiwa kwamba kuna sababu ya kuteremka ni aya ya 96.
aya ya 96 yenyewe yazungumza hivi: innal ladhina amanu wa amilu salihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda, wale walioamini na wakafanya matendo mema, Mwenyezi Mungu atawatia mahaba ya kupendana kati yao. Watuambia wadai, na mmoja katika wanaodai maneno haya ni al-Imamu As-Suyuti. Katika kitabu chake azungumza kwamba aya hii iliteremka kwa Abdurrahman ibn Auf wakati alipogura kwenda Madina, akawawata watu wake kule Maka. Mwenyezi Mungu akateremsha aya kwamba wale wa maswahaba waliogura wakatupa jamaa zao na watu wao, Mwenyezi Mungu ataunda mahaba wapate marafiki wa pia. Na waqia muhajirina walichokipata kwa Ansar hawakukipata kwa kabila yao ambao ni ndugu zao wengine. Mateso walioteswa Maka na jamaa zao wote ni Makuraish, lakini ukarimu walioupata kwa Ansar mpaka ikafikia hadi watu wakagawanya nyumba, mpaka ikafikia hadi watu wakawafungulia milango, ni waqian, ni taufiki ya Mwenyezi Mungu aliyotuambia sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Hili ni kuhusu sababu ya kuteremka. Nukta ya mwisho katika utangulizi wetu wa suratu Maryam, kabla ya kuifasiri, kwa mara nyingi sura yoyote ukitaka kuifasiri, kwanza ni kuijua aya zake, maana yake, imeteremka wapi, sababu ya kuteremka, na yazungumzia nini, ina na fadhila gani. Mada ya kimsingi iliyoko katika suratu Maryam, na ina fadhila gani suratu Maryam. Tukijibu masala ya fadhila, kuna hadithi nyingi zimekuja kueleza fadhila za suratu Maryam, kuishikilia, kuisoma. Hata mzazi, baadhi ya maulama wasema mwanamke akiwa katika hali ya utungu, yani makhab, hali ya mazazi imekurubia, ameanza kusikia maumivu ya kuzaa, ni bora umsomee suratu Maryam. Ni katika sura ambazo zasahilisha mazazi ya mwanamke wakati wa kuzaa. Suratu Maryam nyote mwafahamu, mkikumbuka katika sera, wakati muhajirina wa kwanza waliokwenda Habasha wakiongozwa na Jaafar ibn Abi Talib, wakenda kwa ule mfalme Mkristo An-Najashi, Makuraish wakamtuma Amr bin al-As na mwenzake kwa sababu ya urafiki waliokuwa nao. Amri alikuwa na urafiki na Najashi kwa sababu alikuwa akisafiri sana kwenda Habasha kibiashara. Wakampa na hongo kama zawadi, ampekee Najashi na ajaribu kumshawishi Najashi kwamba hawa ni waasi, wameasi watu wao, dini yao, na wameleta fikra ambazo si za sawa, ili waregeshwe. Kena mjadala mrefu, mpaka ule mjadala ukafika, sitaki kunukuu tukio lote la sera, mpaka ukafika Amr bin al-As akaona ndia moya ya kumtia fitna Najashi awatoe hawa ni kumwambia hawa wazungumza mambo makubwa sana, mabaya sana kuhusu Isa ibn Maryam alayhi salam. Najashi akamwambia, ni mwasemaje kuhusu Nabii Allah Isa? Ndipo Jaafar bin Abi Talib alipovuta hatua akamsomea suratu Maryam, au akamsomea takriban aya za kwanza mpaka kumalizika kuelezea mazazi ya Nabii Allah Isa. Wanazuoni wa historia watuambia Najashi hakuweza kujiziwia, na wale maaskofu wote waliokuwa nyuma yake walijihisi walia wote wakitiririka. Na hii sitaki kuingia hapa, lakini katika
wanazuoni wanaosoma fani ya Qur'an, hata tafsiri Qur'ani. Kuna zitabu zimetungwa za kusoma fani ya zikomo za Qur'ani na jinsi inavyoathiri wakati wa kuisikiza. Suratu Maryam ni katika sura zinazowekwa katika kiwango cha juu sana katika ule mtakaso wa zikomo zake inavyokwenda, mpaka akanena maneno yake maarufu Najashi baada ya kusomewa Suratu Maryam, akanena inna hadha, aya aloyasoma Jaafar ibn Abi Talib, walladhi jaa bihi Musa, na yale alokuja nayo Nabii Musa na Isa, la yakhruju min mishkatin wahida, yanatoka kwenye matimbuko mamoja. Yani maana yake maneno haya ni kwamba Najasi athibitisha kwamba huo ni wahi. Haya si maneno yawezao kuzungumzwa na mtu wa kawaida, na natija alisilimu Najashi. Baadaye alisilimu na Mtume sallallahu alaihi wasallam akawa alizingatia hili la kusilimu. Katika hadithi, ni wasomee hadithi 2-3 za kueleza fadhila za suratu Maryam. Amepokewa bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam asema, man qara'aha, yoyote atakaye kuisoma suratu Maryam, u'tiya min al-ajri, atapewa thawabu biadadi man sadaqa bi Zakaria, kwa idadi ya watu waliomwamini Zakaria, wa kadhaba bihi, na kwa idadi ya watu waliomkanusha nani? Zakaria, wa Yahya wa Maryam wa Musa wa Isa wa Harun wa Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub wa Ismail. Atapewa kwa idadi ya walioamini hawa mitumi wote na kwa idadi ya waliowakanusha mitumi wote, kila mmoja 10 hasanat. Wa biadadi man iddaa lillahi walada, na kwa idadi ya kila anayemsingizia Mwenyezi Mungu kwamba ana kijana. Wa biadadi man lam yadda'i lillahi walada, na kwa idadi ya kila anayekanusha kwamba Mwenyezi Mungu ana nini? Ana kijana. Taban, baada ya kuieleza hadithi hii Ayatullah Sheikh Nasir Makarim Ash-Shirazi katika kitabu chake cha tafsiri Al-Amthal anena maneno yake maarufu kwamba hadithi hii ni ulinganizi wetu sisi, tufanyeni bidii katika khati mbili. Kwanza, khati ya kwanza asema ni khatu musanadatil nabii, khati ya kuwaunga mkono mitumi na watu wema na maimamu. Ndio hizi thawabu, si masala tu ya kuisoma kwa laqlaqatu lisan. Yani siku zote wewe uweko katika safu ya kuwaunga mkono watu wema. Pili, asema khati ya pili ni khatu muharabati almushrikina walmunharifina walfasiqin, na uweko mbee katika mstari wa kupambana na washirikina na wafisadi na wale wamezopotoka. Aendelea kunena Sheikh Makarim Shirazi, liannana na'lamu, sisi twajua hakika, anna hadhihi al-ataya al-jazila, thawabu nyingi sampuli hizi mamilioni haziwezi kutolewa kwa mujarrad wa kuketi dakika 10 ukaisoma suratu Maryam. Aingia kilini kwamba mtu tu akete shike msahafu bismillahirrahmanirrahim kafa ya ain sad dhikru rahmati rabbika abdahu Zakaria mpaka khatimishe aya 98 ambazo zaweza kuchukua dakika 10 ukifunga msahafu, kwamba wewe upate thawabu wa wote waliowaamini mitumi hawa na wote waliowapinga. Hiki ni kitu akasema hakikubaliki kukiwazi namna hii. Liman yatalaffadhu alkalimat bilisani, kwa anaitamka tu kwa ulimi wake. Lakini thawabu hizi zamfikia mwenye kuisoma sura hii kwa ulimi wake, wa amila biha, na akayatekeleza yaliyoko ndani ya sura hii, kwa sababu siku zote al-alfadhu, na mnukuu ibara yake, al-alfadhu muqaddimatun lil'amal. Hata hizi dhikr
Taona kuna hadithi nyingi za kueleza thawabu. Kinena alhamdulillah utapata thawabu ngapi? Ukinena Allahu akbar utapata thawabu ngapi? Ukinena la ilaha illa Allah, subhanallah, zote hizi adhkari zina thawabu nyingi, lakini thawabu zile hazitosheki lile neno la ilaha illa Allah lilotoka kwenye ulimi wako ikiwa halifuatiliwi na mutatalabatu la ilaha illa Allah. Ile la ilaha illa Allah ina mahitaji yake. Unaponena hakuna Mungu apasao kuabudiwa kwa haki isipokuwa ni nani? Ni Mwenyezi Mungu. Ni kwamba usionekane kwenye shirki kabisa. Na shirki si lazima ya kuabudu masanamu. Wengi hawako kwenye shirki ya kwa anenao la ilaha illa Allah hako kwenye kuabudu masanamu. Shirki si lazima ya kunena fulani ni mwana wa Mungu, wanenao la ilaha illa Allah hawako kwenye ibada ya kuabudu wanao. Lakini kuna shirki tunaiita ni shirkun khafi, shirki ambayo imesitamana ya kuamini mambo ambayo tumekatazwa kuyaamini, ya kufanya mambo ambayo tumekatazwa kuyafanya. Sasa la ilaha illa Allah nyuma yake wewe hufanyi jambo mpaka uende kwa mpiga bao fulani, kwa mpiga ramli fulani, uende kwa mwangaliliaji wa nyota, uende sijui ule ya kuandikie talasimu, sijui uende ule ya kuangalilie saa ni mzuri hii ya kuanza biashara au saa si mzuri. Hizi zote ni katika shirkun khafi ambazo zagongana na nini? Na la ilaha illa Allah. Katika hadithi nyingine amezopokewa al-Imamu Sadiq alayhi salam atuambia man admana, sikilizani vizuri hizi hadithi. Man admana, idman ni kuzoea kitu mpaka ukahuwezi kukikosa, kama uraibu. Ndio ule mtu alioathirika na madawa ya kulevya huitwa nani? Mudmin, yani ashakuwa hawezi tena kuzikosa. Sasa atuambia man admana qiraata surati Maryam, atakayekushikilia na kujizowezesha mara kwa mara kuisoma suratu Maryam, lam yamut fi dunya, hata kufa katika hii dunia, hata yusiba minha ma yughni. Ndio utakuta mashekhe wengi ukimwendea na dhiki za kimaisha, ya shekhe siku hizi nina tabu sana mimi maisha yangu, hali ya kiuchumi kidogo imenibana. Wengi wanahusia ima suratu Maryam ama suratul Waqi'a. Suratul Waqi'a kuna riwaya yanena baada salati al-fajr, ukashikilia kila ukimaliza salatu al-fajr kabla hujatoka kwenda kuanza maisha ukasoma suratul Waqi'a. Ni katika sura zinaofungua milango ya nini? Ya riziki. Lakini suratu Maryam haikuja kwenye wakati maalum kwamba ni baada salatul fajr. Yataka kuishikilia ukiweza mara 3 kwa siku, mara 4, kila ukipata nafasi uisome suratu Maryam. Wasema katika hadithi hatta yusiba minha ma yughnihi fi nafsihi wa malihi wa waladihi. Mwenyezi Mungu atakupa katika dunia cha kukutosheleza wewe, nafsi yako na vijana zako na mali yako. Hizi ni katika fadhila baadhi. Kuna hadithi nyingi, mimi nimetosheka na hadithi hizi mbili ambao ni sura yatakikana tuisome sana mara kwa mara katika maisha yetu. Ama yazungumzia nini suratu Maryam? Nafikiri wakati uliobakia hautoshi kwa sababu kuna ikhtilafu kwa wanazuoni, na ilikuwa nimekusanya karibu rai 4. Kuna rai ya Sheikh Nasir Makarim Shirazi, kuna rai ya Sheikh Muhammad Ali As-Sabuni, kuna rai ya Sayyid Qutbi, kuna na rai ya Al-Allama At-Tabatabai. Zinapishana katika kueleza mada halisi inaozungumzwa katika suratu Maryam. Na hili ni muhimu sana kwa sababu tutakapokuingia kuifasiri suratu Maryam tuelewe tunachokitafuta katika suratu Maryam ni kitu gani. Mada za huku na huku zisitupoteze, kwamba zote zalenga kutufikisha kwenye lengo moja. Haya insha Allahu taala
juma litakalokuya Mwenyezi Mungu akitupa uhai na uzima tutayaelezea, na baadaye tuendelee na kuanza kuifasiri aya ya kwanza ya sura kama hii, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akitupa uhai na uzima na taufiki, na Mwenyezi Mungu atatujalia min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Walhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi at-tahirin.